Naomba nisamehe kaka. Mimi siwezi kutoa msamaha katika hili la ufuska. Kimsingi ni kwamba unajidharau. Sasa mimi nakuhakikishia, inawezekana leo kipindi uko mbichi, kuna watu wakawa wanakumezea mate, lakini kwa mtindo huu unaokwenda nao utakuja kukutana nao kipindi ambacho yale mate ambayo walikuwa wanakumezea tayari wameshayatenda. Tunajisikiaje? Najisikia afadhali kidogo. Sasa aliyekuleta hakuweza kutambua jina lako. Je, unaweza nieleza unaitwa nani ili niweze kuweka kwenye kadi? Umenileta nani? Kwa kweli hatumtambui, ila yupo hapo nje amekaa. Tito Doli Sinza. Dori Siza. Eh, Una miaka mingapi? 30. 30. Unaishi wapi? California. Haya, asante. Waendelea kupumzika. Dea. Besh. Samahani, hebu njoo. Mimi naenda kukata tiketi. Kwa hiyo huyu Zuu asitoke. Yaani nataka ajue kwamba hata kama nitapata tiketi ya kesho ni kuondoka tu, ili nikuepushie hii fedheha. Sawa, nimekuelewa. Asante. Shikamoo mapenzi. Nimepata chipsi. Si unapendelea kula vitu vya namna hii? Wanakula. Sawa. Ila samahani sana sababu nilikosa namna. Wala usijali. Sasa huyu atakuwa kaenda wapi mpaka sasa hivi? Au kajisahau kuna sehemu hapa karibu anasonga nywele? Subiri. Nikuombe sana Zuu, ukimaliza kupeka usiondoke ili kutimiza maagizo ya kaka yako. Sasa mimi niko nataka nikachukua simu yangu pia. Simu utaenda kuchukua muda wote ule au unisubiri mimi, tutaenda wote Zuu. Hebu piga namba yangu nimpe taarifa nione kama atashika. Simu kazima tayari. Kwani unaenda wapi? Kwani asubuhi nilikuambia naenda wapi na wewe? Kwani unafikiri ninapoenda ni mbali jamani? Si hapo tu. Nakuomba Zuu, mimi sitaki nije kuonekana sijatekeleza maagizo. Tafadhali. Sawa. Bibi ya kijiji, bibi ya kijiji, bibi
Jina langu Bambi Mshua Master. Kama utojali, nikupeleke kwa dada yangu ili ukikaa sawa utarudi kwako. Usijali, mi siishi mbali na pale umenichukua, na nikushukuru tu kwa kuweza kunisaidia. Usijali, nimekusaidia kama binadamu mwenzangu, na nimefanya hivi kwa kuwa leo kwako, kesho kwangu. Una moyo mzuri sana kwa kusaidia usiyemjua, na watu wa aina yako ni wachache sana hapa Kenya. Kila mtu ana namna yake, ila mimi sipendi kuona mabinti wanapata tabu ya aina yoyote, hasa hapa kwenye taifa langu. Unaonekana tu na una moyo wa huruma. Asante. Asante kwa huduma yako. Ni jukumu letu. Mi najua bado yupo humo chumbani kwake, na kama atakuwa ameondoka sasa, hilo ndo sifahamu. Na kama umeona mlango wake upo wazi, basi atakuwa amekwenda mbali. Huyo mwenye nyumba ile umemuuliza? Sasa ndo ameniambia nikuulize wewe. Basi itakuwa amekwenda dukani. Sawa, asante. Haina noma. Pendo ulio tamu, uliogeuka sumu, nilikuona kama baraka kutoka mbinguni, nikakupa moyo wangu bila masharti. Ulinipa tabasamu nikasahau dunia, sikujua nyuma ya pazia kuna Karibu. Asante. Nilikuwa nauliza huyu ametoka muda mrefu? Hata sifahamu, sababu toka ile vurugu asubuhi alikuwa hapo ndani, kama kutoka katoka si muda. Samani, kama una simu naomba mpigie niongee naye. Una namba yake? Hapana. Subiri niangalie kwenye simu yangu, huenda nikawa niko naye. Sijui ni humu lakini kumbukumbu naniambia ni hapa. Samani, unaweza ukasimamisha boda itakayopita hapo? Naongea na simu mara moja, sawa? Sawa.
Karibu tuongee, mrembo jirani yangu. Unaongea na Zuu, sio mrembo. Samahani. Aya, niambie Shem. Uko wapi? Nilikuwa nahitaji simu yangu, alafu nina haraka. Kwa sasa nipo Arquis Medical Clinic. Na simu yako ninayo mfukoni. Mimi sipajui uko, hebu niambie. Naipataje hiyo simu yangu? Ni mtaa wa Lesesia, huyo jirani anapajua. Nikikusubiri utachukua muda gani? Sio muda mrefu. Nachukua boda na wai. Haya, fanya hivyo niletee. Sawa. Anakaa chumba hicho hapo cha pili. Yupo? Sina uhakika, ila humo kuna mtu, labda muulize yeye. Haya, asante. Karibu. Mangwa.